Kwa nini mzungu yani? Choice yangu nimechagua. Nimechagua choice yangu. Mbona mzungu anaoa Masai? Katika ulimwengu wa roho, Mwenyezi Mungu amemwambia kitu gani? Amekutofautishia kitu gani kati ya wazungu na Watanzania? Hajanitofautishia kati ya mzungu na Mtanzania kwa sababu hakuna damu ya mzungu wala Mtanzania. Ila tu nimechagua mimi, maana amesema ombeni lolote. Na mimi na tabia kumchallenge Mungu, hapa ulisema. Kwa hiyo na mimi ninakuomba ufanye, na nakwambia hivi atafanya kwa sababu ninamuishia yeye, ninamwamini, sijawahi kumuonea mashaka. Na simuonei mashaka kamwe kwa sababu ataenda kufanya. Na sijaomba mzungu ngozi, nimwambia Mungu nipe mzungu mwenye hela, mzungu mwenye ngozi ya Sara, anipe mzungu mwenye pesa. Si anioe anipe hizo pesa nikahubiri injili mimi, wanafanyia nini? Si wazeeke akichazeeka na hapa mbwa hela alete hapa. Watu wakasema kwa nini isiwe mume mwenye hofu ya Mungu na iwe mume mwenye hela? Mume mwenye hofu ya Mungu. Biblia inasemaje katika kitabu cha Timotheo? Anasema mwanamume. Ujambo msikilizaji, karibu kwenye makala maalum. Mwimbaji maarufu wa injili kutoka Tanzania, Rose Muhando ameanza ukurasa mpya wa maisha yake baada ya kufunga ndoa na mchungaji Robert Lumbazi kutoka Kenya. Ndoa hiyo ilifanyika kwa sherehe ya faragha, mbali na macho ya umma na vyombo vya habari. Rose Muhando anayejulikana sana kwa nyimbo zake za injili zilizogusa mamilioni ya watu Afrika Mashariki, amekuwa akilinda maisha yake binafsi kwa muda mrefu. Ingawa ni mtu wa umaarufu mkubwa, amechagua kuishi maisha ya utulivu, hasa linapokuja suala la mahusiano ya familia. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, uhusiano kati ya Rose Muhando na mchungaji Robert Lumbazi ulianza mwaka wa 2023 katika hatua muhimu ya kuonyesha nia ya dhati na heshima kwa mila na desturi. Mchungaji huyo alilipa mahari kwa familia ya Rose Muhando, jambo lililothibitisha kwa uhusiano wao ulikuwa serio na wa kuheshimu ya kitamaduni. Harusi yao ilifanyika kwa njia ya siri, ikihudhuriwa na ndugu wa karibu, marafiki wachache na viongozi wa kiroho walioteuliwa. Hakukuwa na sherehe kubwa, picha za umma wala shangwe za mitandaoni. Uamuzi unaonyesha dhamira ya wanaondoa au kulinda ndoa yao dhidi ya presha ya umaarufu. Mashabiki wa Rose Muhando kote Afrika Mashariki wamepokea habari hizo kwa furaha na baraka, wakimtumia salamu za pongezi na dua za heri njema katika maisha yake mapya ya ndoa. Mitandao ya kijamii imejaa ujumbe wa kupongeza, huku wengi wakisema wamefurahi kumuona mwimbaji huo akipata furaha ya kifamilia baada ya miaka mingi kujikita katika huduma ya muziki wa injili. Kwa upande wake, mchungaji Robert Lumbazi pia amethibitisha uhusiano huo hadharani, akisema anathamini na kumpenda Rose Muhando kwa dhati. Alieleza kuwa kulipa mahari hakukuwa suala la pesa, bali ilikuwa ni ishara ya heshima, upendo na kuunganisha familia mbili kwa mujibu wa mila za Kiafrika. Ndoa hii inakuja wakati ambapo Rose Muhando anaendelea na kazi yake ya muziki wa injili, akihudumu katika matamasha na huduma mbalimbali za kiroho. Anaonyesha kuwa inawezekana kuunganisha mafanikio ya kazi na furaha ya maisha binafsi. Kwa sasa mashabiki wanasubiri kwa hamu kuona jinsi safari ya ndoa ya Rose Muhando na mchungaji Lumbazi itakavyokuwa, huku wakiendelea kumwombea baraka, amani na upendo katika maisha yao mapya ya pamoja.